Haya, Mariam Migomba, kwema kabisa? Namshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Za majukumu? Salama kabisa. Kuna sakata ambalo linaendelea kumhusu mwanadada Zuchu. Nafikiri pia umelisikia. Nimeliona kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wengi sana wamekuwa na kila mmoja baada ya Zuchu kutangaza kuachana na Diamond Platinum. Kila mmoja amekuwa akizungumza lake. Kila mmoja amekuwa akitoa sababu ya Zuchu kuamua kufikia maamuzi hayo. Wewe kwa binafsi yako, taarifa ambazo umezipata za Zuchu kufikia uamuzi ni kitu gani? Mimi nimeona kwenye mitandao alivyoandika. Lakini siwezi kusema kwamba alichokiandika ndicho alichokimaanisha. Naweza kuwa ameandika lakini hakumaanisha. Umeona, kwa sababu yale ni mapenzi, ni mapenzi baina ya watu wawili, yeye pamoja na mume wake. Kwa hiyo siwezi kusema alichokiandika ndicho alichokimaanisha ama alichokiandika sicho alichokimaanisha. Unataka kusema kwamba ni kiki? Inawezekana, kwa sababu mara nyingi si unaona wanafanya kinatokea kitu fulani lakini kumbe kuna kitu fulani wakao wamekiweka. Kwa sababu kwanza nirudi kuuliza kwamba sababu yeye ya kuandika vile ilikuwa ni nini? Mbona mimi nauliza hicho kitu, sababu ya kuandika vile ilikuwa nini? Ndio maana nikasema inawezekana alichokiandika alikuwa hamaanishi ambacho watu kuichukua. Inawezekana kumbe yale ni mashairi yapo kwenye wimbo, inawezekana katumia pale kaandika, wezi jua. Lakini kuna taarifa ambazo zimesambaa, anasema kwamba alifuma message za moja kati ya wafanyakazi wa pale WCB. Pengine labda hiyo inaweza ika connect dot kwa namna moja ama nyingine, ikawa kama sababu ya yeye kufikia maamuzi hayo. Inawezekana, lakini pia isiwezekane kufuma message ambazo, kwa sababu kwanza nikwambie kitu, Nasib ni mwanamuziki, anapendwa na wengi, anahitajika na wengi. Leo hii mtu asiti kutuma, kama na namba ya Nasib asiti kutuma message, lakini sidhani kama message ndio inaweza kupelekea mtu akaandika vile. Labda niongelee kwamba inawezekana wao walikuwa na ugomvi ambao labda wa siku nyingi. Vitu ambavyo labda inawezekana, unajua wanasema hivi, ukihifadhi vitu pasina kumshirikisha yule mwenyewe mlengwa, pia nako inaleta athari, anaweza akaandika vile. Lakini usipohifadhi vitu ukamweleza, vinaweza vikakusaidia na yeye akapata namna ya kukueleza. Sasa inawezekana ikawa ni kweli kuandika kwake vile, kwamba inawezekana ni mgogoro ambao ni wa siku nyingi umepelekea vile. Unajua si wanawake wote wanapokuta matendo ambayo ya waume zao wakaamua leo Jumatatu nitamweleza makosa haya mume wangu, Jumanne nitamweleza makosa haya, Jumatano nitamweleza, mpaka Jumapili nitamweleza makosa haya. Kuna watu huwa wanahifadhi, alafu siku anakaa na mume anamwambia mume wangu, wiki hii ulinikosea hiki, wiki hii ulinikosea hiki, wiki hii ulinikosea hiki. Lakini kuna wanawake wao si wa kuzungumza hayo makosa. Na mwanaume anaweza akafa mshangaa mke wake mbona kanuna, kumbe mke kuna vitu ama kuna kitu amekiona kwa hiyo amekihifadhi. Sasa kuna mambo mawili, inawezekana wana mgogoro wa muda mrefu ndio umepelekea kuandika namna ile, lakini pia inawezekana kuna kazi ambayo inatoka ina mashairi maneno yake ni kama yale. Lakini kwa upande wa hizo taarifa za chatting ambazo Diamond ameonekana kuwa na moja ya mfanyakazi wa WCB, zinaonekana kwamba mwanadada alikuwa anaomba pesa, lakini na maneno mengine ya kimahaba namna kama hiyo, pengine inaweza ikawa sababu ya au haiwezekani. Unajua mimi naisha program ya jamii, napata vitu mbalimbali. Bado nitaendelea kupinga kwamba ameona message mwanamke anaomba pesa, ameomba message sijui mwanamke ameituma. Kuna mtu mmoja, nakupa hiki kisa, kusema kwamba mimi naisha vipindi vya jamii, tena alinitafuta akaniambia, Mariam naomba nisaidie kitu. Mimi anaweza kurudi saa 8 usiku, saa 9, saa 10, mke hajawahi kumuuliza mume wangu umechelewa wapi? Yes, mume wangu umechelewa wapi? Mume wangu ulikuwa wapi? Sasa yule mwanaume anasema, hajawahi kumuuliza na hajawahi kumuonea wivu. Lakini alisema, hebu nisaidie
dada Mariam nifanyeni? Nikamwambia sasa sikiliza, kama hiyo mbinu itashindikana, basi tutafuta mbinu nyingine kwenye hizi program zangu za radio. Nikamwambia hebu tafuta mwanamke kama anakupigia simu, jaribu kama, yani kama vile wewe unamwambia hapana bwana mimi sitaki bwana mimi na mke wangu, uone mke wako atareact vipi. Umeona? Sasa inawezekana. Unajua wanawake tumetofautiana kwamba tunaangalia Nasibu amepita na wanawake wangapi. Kuna alopita nao ikawa ni kweli na kuna ambao hajapita nao ni kweli. Kuna ambao amepita nao ikawa ni kweli na kuna watu ambao hajapita nao, lakini watu wanamaanisha ni kweli. Umenielewa? Kwa sababu yule ni nani? Ni msanii. Kwa hiyo yule kaka kule akafanya hicho kitu. Yule mwanamke akashtuka. Akawa anashuka kwenye ngazi. Akamwambia Damari, mke wangu anashuka kwenye ngazi taratibu. Kumbe ananisikiliza. Yeye anasema bwana hapana, mimi siwezi kumsaliti mke wangu. Nini na nini? Sijui maana hiyo picha ninayokupa. Sasa wanawake tumetofautiana. Unajua ndio maana nikakwambia kwamba yeye mke wake Nasibu labda ni mtu aina nyingine. Kwani yeye ambaye ameolewa alikuwa hajui matukio ya mume? Sasa alikuwa anajua matukio ya mume wake, lakini ameamua kukubali kuolewa naye. Basi yeye ana kile ambacho alichokifuata kuanzia pale. Yeye hajafuata huko nyuma. Yeye amefuata kuanzia hapa alipokuwa na yeye. Kwa atakapoona tofauti, basi ana uwezo wa kumfikishia, lakini sidhani kama Zuhura ana uwezo wa yani Zuhura aende aandike kwenye mitandao ya kijamii. Kwani arudi nyumbani na au hawezi kuonana, ama familia kwa familia hawezi kukutana. Sijui umeona hicho kitu. Anatujulisha sisi wa Tanzania ndio tuna uwezo wa kugeuza vitu. Badala kitu kuwa A, tukasema kitu kuwa B. Na kuna saa nyingine wanataka kuongelewa kama ulivyoweza kunitafuta ili aongelewe. Kwa hiyo hivi kwa mfano ikawa labda ni kweli, kwa sababu umezungumzia hapo kuhusiana na kwa nini aongea kwenye mitandao ya kijamii, ni fact kwamba kwa nini aongea kwenye mitandao ya kijamii, lakini kwa namna nyingine tunaweza tukasema kwamba kwa sababu ni mtu maarufu anaweza akala labda anatupa pia taarifa kwamba hata ikitokea baadaye tusishangie kwa chochote. Lakini sasa vipi kama hii taarifa ambayo tumeipata ikawa ni kweli? Pengine unaweza ukatoa ushauri gani kwa Zuchu kuhusiana na ndoa yake yeye na Nasibu? Mimi ninachotaka kumwambia, kwa sababu mimi Zuhura ni binti yangu, Da Hadija mimi ni rafiki yangu na tunafanya kazi pamoja muda wote, wakati wote, saa yote. Hata hapa nikisema nimtafute Da Hadija mmoja ataniambia Mariam ile. Umeona? Hakuna kitu kizuri kama subira. Subira ni jambo jema, na subira hii iambatane na hekima. Na subira hii ikiambatana na hekima iambatane na busara, kama hili jambo lina ukweli. Umeelewa? Kwa nini nasema subira? Kwa sababu aliyekuwa naye ni mumewe. Na kama kumetokea vitu ambavyo tofauti, ni jambo la kupishana. Hakuna mwanandoa ambaye amenyooka kama rula. Kila ndoa ina hiki, ina hiki, ina hiki, ina hiki. Umeona? Nasib ni mwanadamu. Kama anaona kuna sehemu amekosea, anaweza akamfuata, akamtaka radhi mke wake na maisha yakaenda. Na ndio maana siku zote huwa anasema kwamba wanapogombana wanandoa, hata mimi Mariam sipaswi kutia neno la kumwambia Zuhura ondoka, Nasibu mwache Zuhura. Ni jambo moja baya sana. Watu ambao waliojifunika shuka moja miaka 5, miaka 6, miaka 7, miaka 8, miaka 9. Kwa sababu aliyemchoka mtu kwanza hawezi kwenda anaandika, hawezi kuandika hata siku moja. Kuandika sio hivi, hapana. Ile ni labda ni kufurahisha tu. Lakini ushauri wangu mimi nataka kumwambia ni hicho, kwamba ni subira, atumie katika hiyo subira kuwepo na hekima. Kutumia subira na hekima, naamini kabisa kwamba kila kitu kitakaa sawa kama ni kweli. Kama ni kweli. Lakini pia wakati mwingine hasira huwa ni hasara. Baadaye unaweza ukaja ukajuta. Unaona mtu sasa, mimi ni kwa nini nilifanya kile kitu? Maana wanaambiwa kabisa kwamba kila kitu kabla hujafanya kitafakari kwamba hiki ubaya wake ni hiki upi, hiki uzuri wake ni upi. Lakini la msingi la muhimu kwa sasa hivi, Zuhura anapaswa kuwa mpole, kuwa mstaarabu, kuwa muungwana kama ni kweli. Kama kuna sehemu yeye atakuwa amekosea, basi naamini atajirekebisha. Na kama kuna Nasibu kuna sehemu amekosea, basi naamini yeye atajirekebisha.
Sawa, Miriam, umesema kwamba kama nimekunukuu vizuri ni mmoja kati ya wanafamilia, ni watu wa karibu sana na familia ya Zuchu. Kuna mama yake ni rafiki yangu. Okay, mama yake. Karibu wetu ni kwenye kazi, sio mambo mengine. Haya, sawa. Ni mtu wa karibu na mama yake na Zuchu kwenye kazi. Sawa. Kwa namna hiyo naamini pia kuna taarifa ambazo sisi kama waja tunazipata kuhusiana na familia ya Mama Dangote pale. Kwa maana mama yake Diamond amekuwa kuna taarifa ambazo zinazungumza kwamba si mtu ambaye anamkubali sana Zuchu katika yani ni katika wakwe ambao wamewahi kuwapata. Zuchu hajawahi kupata bahati ya kupendwa na mkwewe, na kuna birthday yake ya juzi hapa tulipata kuona jinsi ambavyo Alia ni moja katikati ya wanawake ambao Diamond amepita nao. Alia pia yupo katika hesabu. Inasemekana. Yes, inasemekana yupo katika hesabu, na tulipata kuona ukaribu wa familia ya kina Diamond na Alia, jinsi ambavyo mama alikuwa yani vile jinsi ambavyo alikuwa amemfurahia Alia. Pengine hizi taarifa kwako unazizo kuzungumzia? Mimi nasema kikubwa kwanza ni heshima kwa yule mama mkwe ambaye unemjadili hapa, uniuliza hapa. Kikubwa ni heshima. Umenielewa? Heshima vipi? Kwamba yule ni mama wa mume wake. Basi, lakini Zuhura yeye ameolewa na mmoja, akuolewa na 11. Kwa hiyo ukisema ufosi mama mkwe akupende, sasa leo hii unapendwa na mama mkwe, alafu mume akupendi, hapo unaijadili vipi? Kwa hiyo ni kweli Zuchu apendwe na mkwe? Mimi si wewe umeniuliza swali. Umesema hivi. Nasema kwamba yani wewe na usha kusikia hizo taarifa. Mimi sijawahi kusikia. Okay. Kwamba wewe umeniambia, umeniuliza kwamba inasadikika mama mkwe hampendi. Mimi nimemwambia kwamba hata kama mama mkwe hampendi, cha msingi ni kumheshimu mama wa mume wake. Kuto kumdharau, kuto kufanya kitu chochote. Hilo ndio jambo kubwa. Kwa sababu ukisema ilio upendo na familia, hata mimi nimeolewa, sikupendwa na watu wote. Aliyenipenda yule mume wangu alioniweka ndani, na yeye ndio maana nikasema yeye ameolewa na mmoja, kuolewa na 11. Au 11 waache kama walivyo. Watakapoamua siku ya kumpenda, ninanukuu, kama hawampendi, itafika mahali watampenda. Ninanukuu, itafika mahali kama wanampenda, basi watampenda zaidi.